Mwezi Juni 2025, Mahakama Kuu ya Tanzania ilitoa hukumu kwenye shauri dogo la kesi ya msingi namba 8323 ya mwaka 2025, ambapo ilieleza na kutoa amri tatu. Katika kesi hiyo, aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu upande wa Zanzibar kwa miaka takriban 15, ndugu Saidi Isa Mohamed, pamoja na wajumbe wa bodi ya wadhamini wa chama wa sasa, ndugu Ahmed Rashid Hamis na mama Maulida Ana Kom, ambaye ni mmoja wa waasisi wa chama, kwa pamoja wameshtaki chama wakilalamikia mgao wa rasilimali kutowapendelea Zanzibar, na hivyo wameiomba mahakama pamoja na mambo mengine, wakiwa wanasubiri shauri la msingi kusikilizwa, Chadema isimamishwe kufanya shughuli za kisiasa na kutumia rasilimali zake. Ndugu Saidi Isa Mohamed amekuwa kwenye nafasi ya makamu mwenyekiti Zanzibar kwa kipindi cha miaka 15, na katika kipindi chote cha uongozi wake ameshiriki vikao vyote vya chama ambavyo vilipitisha mgawanyo wa rasilimali za chama kwa nchi nzima, na hakuwahi kuona shida yoyote. Sambamba na mama Maulida Ana Kom, ambaye amekuwa sio tu mjumbe wa bodi ya wadhamini wanaoishtaki chama, bali amekuwa mwenyekiti wa bodi ya wadhamini, ameshiriki na kuongoza vikao vyote vya mgawanyo wa rasilimali za chama katika kipindi chote. Hakuwahi kuona tatizo, maana kweli halikuwepo tatizo. Maazimio ya mgawanyo wa rasilimali za chama amekuwa akifanya kwenye vikao kwa kuridhiwa na wajumbe wa kikao kwa wingi wao. Kama chama tunaona jambo hili linakuja kipindi hiki sio kwa bahati mbaya, bali ni hila ya kudhoofisha msimamo wa chama wa no reforms no election, ambao unabeba hitaji la nchi na wananchi kwa kipindi hiki. Kesi hii ina msukumo nyuma yake wa watu wenye nia off. Mama Maulida Ana Kom, siku ya kikao cha bodi ya wadhamini tarehe 15 Mei mwaka 2025, aliwataja watu watatu waliokwenda nyumbani kwake kumshawishi afungue shauri hili la madai ya mgawanyo wa rasilimali kwa Zanzibar. Na kesho yake tarehe 16, mbele ya kaimu naibu katibu mkuu bara Mheshimiwa Amani Gorugwa na wakili Edison Kiratu, aliwataja tena watu hao watatu ambao alisema walimfuata na kumwambia kuwa asaini barua ya madai ya fedha ili zipelekwe Zanzibar. Kwa maelezo ya mama Kom, hakuwa ameambiwa kuwa nyaraka hizo alizopelekewa na hao watu watatu ili azisaini zina maudhui ya kuiomba mahakama kuifungia Chadema kufanya shughuli za kisiasa. Mama Kom aliwaambia akina Mheshimiwa Amani Gorugwa kuwa alishangaa kusikia kuwa kesi imefunguliwa na yeye na wenzake wawili yenye hila ya kukiumiza chama, na yeye kama muasisi wa chama na mjumbe wa bodi ya wadhamini hawezi kushtaki chama. Aliomba mwenyewe ajitoe kwenye kesi hiyo. Kitendo cha mama Kom kuwepo mahakamani tarehe 10 Juni 2025 na kukana kiapo chake cha kujitoa alichosaini tarehe 16 Mei inathibitisha kuwa kuna jambo halipo sawa na ambalo lina msukumo wa mfumo wa serikali lenye lengo la kukidhoofisha chama. Hizi hila na nia ovu tumezijua, na kamwe kama chama hatuko tayari kusujudia na kupiga magoti kwenye mambo ya hovyo namna hii. Tutapambana. Sasa hapa ni vizuri
nikafafanua kidogo jambo hili. Said Issa Mohamed amekuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu kama tulivyoeleza hapa kwa miaka 15. Said Issa Mohamed katika kipindi chote ambacho alikuwa kiongozi na mwenyekiti akiwa Mheshimiwa Freeman Mbowe hakuwahi kulalamika, na bahati nzuri mimi katika kipindi chote hicho nimekuwa naye kwenye kamati kuu. Nimekuwa kwenye kamati kuu kwa zaidi ya takriban miaka 13. Ni katika vipindi vichache tu vya miezi kadhaa ndio sikuwa kwenye kamati kuu. Hakuwahi kuraise hoja yoyote kuhusiana na mgawanyo wa Zanzibar au Zanzibar kudhulumiwa au Zanzibar kuonewa au mapato ya chama kubase bara kuliko Zanzibar. Mama Maulida Komu ni muasisi wa chama kama tulivyosema. Amekuwa mwenyekiti wa bodi, na kwa maana hiyo bodi ndio wenye chama, wao ndio wanaogawa mapato. Mama Maulida Komu ambaye ni mwenyekiti hakuwahi kulalamika wala kutaka mgawanyo mpya wa mali za chama. Licha ya hivyo, hii kesi imekuja baada ya sisi uongozi mpya tuliopatikana tarehe 21 mwezi wa kwanza kuingia madarakani. Watanzania watakumbuka kwamba sisi tuna miezi kadhaa tu ofisini. Tulichaguliwa tarehe 21, kufika mwezi wa 3 wakamkamata mwenyekiti. Ina maana mwenyekiti amekaa kwenye madaraka akiwa nje kwa chini ya miezi miwili tu, na sasa leo unaweza kusema ni takriban miezi 4 na sehemu tuko kwenye uongozi. Tangu tuingie madarakani hatujawahi kununua wembe au hata kijiko ambacho tungestahili kuwagawia Zanzibar, labda ionekane tumewagawia kwa kupendelea bara. Hatujawahi kuangalia mgao upya, labda redistribution, labda mtu angesema kwamba sasa tumeingia uongozi mpya umebadilisha mgao ulivyokuwa unaenda. Kama ni ruzuku iliyokuwa inaenda Zanzibar inaenda vile vile. Kama ni mgao uliokuwa unaenda Zanzibar unaenda vile vile alivyokuwa Said Issa Mohamed, alivyokuwa Mama Maulida Komu, na ulivyokuwa uongozi uliokuwa chini ya Mheshimiwa Mbowe. Sana tulichofanya, kuna magari ambayo yalitolewa au gari iliyotolewa kwa ajili ya Zanzibar, na kwa sababu lilikuwa linatumiwa na aliyekuwa naibu katibu mkuu Zanzibar huku bara na akawa analitumia huku, sisi tumeamuru, uongozi mpya umeamuru livuke liende Zanzibar, litumike likiwa Zanzibar, kwa sababu naibu katibu mkuu aliyekuwa huku, aliyekuwa wa Zanzibar ni kama alikuwa anakaa bara. Kwa hiyo akawa anatumia hili gari likiwa huku bara muda wote ambao lilipaswa kwa Zanzibar. Sana tulichofanya sisi, tumeamuru hilo gari livuke, ambao ni Ford mpya, iende Zanzibar, itumike ikiwa kule Zanzibar. Kwa hiyo hatujawahi kufanya mgawanyo mwingine wowote wa mali, labda kutazama au kufanya nini kama nilivyoeleza. Sasa inakuwaje watu ambao walikuwa kwenye madaraka, watu ambao ndio walikuwa wamegao, ndio waliofanya huu mgao, watu ambao ndio wamekuwa wanasimamia chama kikiwa hivi, leo baada ya kutolewa madarakani kwa njia ya kura waone kwamba huo mgawanyo sio sawa? Hizi hila hazisimami peke yake. Mojawapo ni kumkamata mwenyekiti, nyingine ilikuwa ni kuzuia ruzuku. Mtakumbuka kuna kesi iko hapo inaitwa kesi ya Mchome iliyopelekwa kwa msajili wa vyama vya siasa. Hii yote ni kujaribu kudestabilize chama kishindwe kufanya shughuli zake, hasa shughuli za kusukuma hitaji la Watanzania ambalo kwa sasa ni no reforms no election kama tulivyoeleza. Na nieleze kwa kina zaidi, watu wengi wamekuwa wakisema kwa nini Watanzania hawajitokezi kusimamia mapambano, kuwa tayari kupambana. Lakini Watanzania walikuwa hawako tayari, kwa sababu kama watu wenyewe wanasiasa ndio hao wanasema hawako tayari kupoteza ubunge au diwani au vyeo kwa ajili ya Watanzania. Watanzania hao watakuwaje tayari kupoteza maisha yao kupambana? Watanzania wako tayari kuunga mkono watu wanaopambania maslahi yao, ndoto zao, sio ndoto za wanasiasa kupata ubunge, sio ndoto za wanasiasa kuwa marais, sio ndoto za wanasiasa kuwa madiwani. Watanzania wanaiunga mkono Chadema
kwa sababu anajua iko tayari kwa ajili ya mapambano ya kubadilisha maisha yao. Na hapo ndipo Watanzania sasa tunawaita wasimame na chama chetu ambacho kiko tayari kwa wanasiasa wao kuforgo ubunge, kuacha udiwani, kuacha urais kwa ajili ya kuunganisha nguvu na tubadilishe nchi hii. Kwa hilo ni la kwanza. Na mtaingia hoja ya pili. Hivyo katika shauri lililosikilizwa tarehe 10 mwezi Juni, amri zilizotolewa na mahakama chini ya Jaji Hamidu Mwanga ni pamoja na hapa nataka Watanzania wawe makini sana. Kuzuia katibu mkuu wa chama na bodi ya wadhamini kutofanya shughuli za kisiasa hadi uamuzi wa mahakama utakapotolewa kwenye shauri hili. Kuzuia katibu mkuu, order namba 1 iko very specific. Kuzuia katibu mkuu na bodi ya wadhamini kufanya shughuli za chama. Ya pili, watumishi wa chama na wote waliotajwa kwenye amri ya pili ya kesi hii kutotumia rasilimali za chama hadi uamuzi wa mahakama utakapotolewa. Watumishi wa chama au viongozi wa chama kutotumia rasilimali za chama, majengo ambayo yako chini ya bodi ya wadhamini, magari labda kwa mfano, na rasilimali zingine ambazo kwa mfano fedha na nini, mpaka uamuzi utakapotolewa. Hukumu ya shauri hili ilisikilizwa upande mmoja, na hili ni jambo jingine la msingi sana. Upande mmoja baada ya wakili wetu ndugu Jebra Kambole, kwa sababu muhimu kabisa, aliamua kujitoa. Mwenendo ulikuwa kama ifuatavyo. Jaji alikubali kujitoa kwake, na hata pale wakili Jebra aliposimama katika mazingira hayo na yeye kujitoa, ni vema mahakama ihairishwe. Aliposimama na kuomba kwamba ni vema mahakama ihairishwe na walalamikiwa ambao yani ni chama wajulishwe na wapatiwe fursa ya kutafuta wakili mwingine, jaji alisema yeye Jebra sio mwakilishi wa chama na hawezi kuwasemea, hivyo akaamua kesi isikilizwe upande mmoja, kutoa uamuzi ambao umekuwa na madhara na upo kinyume cha misingi ya haki. Hili ni muhimu pia nikalifafanua. Kwenye jambo kubwa kama hili ambalo wakili alijitoa baada ya kuona mwenendo hauko sawa, na sisi kwa sababu kama chama au mtu mwingine yoyote, msingi wa mahakama ni kumpatia mtu natural justice, haki ya asili, ambayo ni haki ambayo imetolewa tangu uwepo wa dunia, kwamba na yeye apate kusikilizwa. Na baada ya wakili kujitoa, chama hakikuwa na mwakilishi kama wakili, jaji alipaswa kuahirisha kesi ili atupatie sisi chama tarehe nyingine na atuombe kupeleka wakili ili tuwe na uwakilishi, tuwakilishwe kwenye kesi hii. Lakini katika mazingira ambayo sio ya kawaida, jaji alifanya uamuzi bila kuzingatia jambo kubwa hili ambalo natural justice, ambayo ni haki namba 1 katika masuala yoyote ya kisheria. Uamuzi huo umetolewa ukiwa unakiuka haki yetu ya asili ya kusikilizwa. Ni kanuni ya kawaida kabisa kuwa mtu asihukumiwe bila kusikilizwa. Kwa kuwa wakili wetu alijitoa na washtakiwa ambao ni bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa chama hawakuwepo mahakamani, ilitakiwa jaji aahirishe kesi hiyo na kuwaita na kutoa nafasi kwa wadhamini na katibu mkuu kutafuta wakili mwingine na au wao kuamua kujitetea wenyewe. Kwa kitendo cha Jaji Hamidu Mwanga kuendelea kusikiliza kesi hiyo bila kuwaita wadhamini na katibu mkuu, hiyo inaonesha kuwa tayari alikuwa na uamuzi wake kichwani uliopendelea upande mmoja. Wanasheria wetu wametujulisha
kuwa amri mbili za zuio alizozitoa Jaji Hamidu Mwanga zinafanana sana na maombi yaliyo katika kesi ya msingi. Hivyo ni wazi kuwa amri hizo mbili zilizotolewa vile vile zipo katika kesi ya msingi, na hivyo inatoa tafsiri kwamba tayari jaji amekwisha fanya uamuzi wa kesi ya msingi, na hivyo kesi ya tarehe 24 Juni ni kiini macho. Katika mazingira hayo, je, unategemea haki gani kutoka kwake? Sisi Chadema tunasema kama jaji anakiuka misingi ya kawaida kabisa ambayo majaji wa rufaa katika kesi ya CPC International Inc. vs. Zainab Grain Millers Limited, Civil Appeal number 49 of 1995, ambapo jopo la majaji wa mahakama ya rufaa Jaji Mzava, Jaji Mfalira na Jaji Lubuva JJA walisema ni elementary. Sasa ni elementary, yani hiyo haki ni elementary. Sasa tunatendewaje haki na Jaji Hamidu Mwanga? Mimi kwa niaba ya Chadema nasema hatuna imani na Jaji Mwanga kwa sababu hatuamini kama kuwanyima haki ya kusikilizwa bodi ya wadhamini wa chama na katibu mkuu wa chama ni makosa ya kibinadamu. Badala yake tunaona alifanya akijua ili kutimiza lengo lake. Aidha, sababu ya pili inatokana na historia ya Jaji Mwanga. Mheshimiwa Jaji Mwanga ameteuliwa akitokea Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC. Msimamo wa Chadema dhidi ya INEC pamoja na ZEC mara zote tunazikosoa kwa utendaji na muundo wake. Katika mazingira hayo, kesi inayohusu Chadema anapangiwa jaji anayetoka kwenye taasisi ambayo tunailalamikia. Hatuoni kama tunatendewa haki, na kweli hatujatendewa haki. Sisi tunamuona akiwa na mgongano wa kimaslahi, yani conflict of interest, na kwa sababu hizo tunaomba Jaji Mwanga ajitoe katika kusikiliza kesi yetu. Chadema tunapenda tusomeke kuwa sisi ni wapigania haki na pia tunaheshimu misingi ya sheria na utawala bora. Tuna wajibu wa kuheshimu maamuzi ya mahakama katika misingi iliyo ya haki na kweli. Kamwe hatutasujudu kwenye mambo ya hila na ukandamizaji. Wanasheria wetu wametushauri na zipo hatua za kisheria zinazoendelea kuhusiana na shauri hili. Tunakusudi la kuomba mapitio upya, yani review ya hukumu hiyo ya tarehe 10 Juni 2025, maana amri zilizotolewa hazina msingi wa haki.